Ni siku ya Ijumaa, siku ambayo ninaamini ya kwamba kama vile ambavyo tumeweza na kubarikiwa nalo na Mwenyezi Mungu, ni siku ambayo itakuwa ni ya baraka kwetu. Mtazamaji wangu, ni matumaini yangu ya kwamba umeweza na kuamka ukiwa salama, umeweza na kuamka kama umemshukuru Mwenyezi Mungu. Ninakukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, ili mtumishi wa Mwenyezi Mungu Pastor Phyllis Dennis kutoka kanisa la ABC Kadhimani akaweze kuendelea kutunyunyizia hizo baraka, ili tukaweze na kuanza siku kama tumebarikiwa. Karibu. Pendwa mtazamaji wa Udugu TV, salamu katika jina la Yesu Kristo. Ujambo, mimi si jambo. Ni siku ambayo Mungu ametubarikia, siku ya wapendwa Waislamu wanapoelekea katika msikiti kusali. Ni siku ya baraka kwetu kama wapendwa wa Mungu. Hivyo basi ni siku muhimu ya kusemezana neno la Mungu, ambalo tutaenda kulisoma katika hicho kitabu cha Luka mtakatifu, sura ni ya 7, mstari huo wa 8 kufika wa 10. Neno la Mungu linasema, kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, wenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda uenda, na huyu njoo huja, na mtumwa wangu fanya hivi ufanya. Yesu aliposikia haya alistaajabia, akaungeukia mkutano aliokuwa akiufuata, akasema, nawaambia, hata katika Israeli sijaona imani kubwa namna hii. Na wale waliotumwa waliporudi nyumbani, wakamkuta yule mtumwa ni mzima. Tuombeni kwa ajili ya neno la Mungu. Baba wetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya siku nyingine ambayo Mungu umetuwezesha sisi kuiona. Tunakushukuru kwa sababu ya zawadi ya uhai ambayo umetukirimia sisi kuwa nayo. Tunakushukuru, tunalisifu jina lako, tunaliicha jina lako na kusema hakuna jina kuu kama la wakwako. Hivyo basi tunakushukuru, tunasema ni asante. Tunaziungama dhambi zetu ili Baba wetu wa mbinguni ukatusamehe. Na kwa sababu ni siku njema maishani mwetu, hakika Bwana neno lako liko ni kwa sababu yetu. Ninaomba Mungu wetu wa mbinguni ukanene nasi. Tumia mtumishi wako kwa njia zako za kispesheli, na ili watumishi wako wapendwa watazamaji wakapokee jambo jipya katika maishani mwetu, na ili Mungu neno lako likakue katika maisha yetu. Zungumza nasi maana unatupenda, zungumza nasi maana unatujali, ili Bwana tukakue katika neno lako. Katika jina la Yesu aliye mwamba na mwokozi wetu tumeomba. Amina. Neno la Mungu ambalo tumesoma siku ya leo ni siku ambayo Mungu anataka tuzungumzie kuhusu kutumia mamlaka yetu ambayo tumepewa na Mungu vizuri. Mungu ametupa mamlaka. Wewe umepewa mamlaka yale ambayo umepewa. Hata kama haujaajiriwa kuwa manager, haujaajiriwa kuwa bosi fulani, kwa hiyo familia yako uko nayo mamlaka. Wewe mtoto unayo mamlaka. Wewe mzee, mama ulioko mahali pale uko na mamlaka. Hivyo basi Mungu siku ya leo anataka kuzungumza nasi kuhusu kutumia mamlaka hayo ambayo umepewa vizuri. Mfano tumeenda kupokea katika mahali tumesoma. Hapa tunaye kiongozi ambaye alikuwa amesimamia askari 100. Na hao askari 100, Biblia imetuambia ya kwamba alipo command mmoja afanye hivi, alikuwa anafanya.
Kwa nini huyu kiongozi, na kuna wengi ambao wameajiriwa na manager akisema tufanye hivi, wengi wanafanya na wengine wanakosa kufanya. Lakini huyu kiongozi alipoambia hao askari fanya hivi, wanafanya. Akiwaambia enda mahali fulani, anaenda. Sababu gani? Biblia inatuambia kwamba huyu askari kuna akida wake aliyekuwa mgonjwa na akatumana ili Yesu Kristo akuja kumponya, sababu alikuwa anampenda. Ukisoma kuanzia mstari wa kwanza, Biblia ya Mungu inatuambia kwamba huyu kiongozi alikuwa anapenda askari wake, kama mtu ambaye alikuwa na characters zake hazikuwa zinafanana na za wengine. Alikuwa na characters zake tofauti, sababu alikuwa anawapenda. Na kwa sababu ya huo upendo, aliita Yesu ili akuje kuponya mmoja ya watumwa wake aliyekuwa mgonjwa. Biblia imetuambia mahali tumesoma, Yesu aliposikia hayo alistaajabu. Kuona kiongozi anayependa watu wake, kuona kiongozi akiwa ni mnyenyekevu, kuona kiongozi ambaye anamcha Mungu, akastaajabika. Sababu ya kuona kiongozi ambaye yeye mwenyewe anaelewa haya mamlaka si ya kwake, si ya uongozi wake, bali ni kutoka kwa Mungu. Biblia ya Mungu ikatuambia, akaongeukia mkutano aliokuwa akiufuata, akasema, na waambia, hata katika Israeli sijaona imani kubwa namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Hata Yesu mwenyewe akanguzwa na uongozi, na hata kunguzwa na kiongozi ambaye imani yake iko kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi, mpendwa mtazamaji wangu wa Udugu TV, ningependa kusema nini? Kiongozi ni mtu wa kuaminika. Mungu alikupa huo uongozi akiwa anakuamini. Mungu alikupa hao watu ambao unaosimamia, hao watoto wanakuita principal, hao watoto wanakuita mwalimu, alikupa akiwa anakutegemea. Alikupa akiwa na kujua ya kwamba mimi huyu nimemweka hapa anaweza. Hivyo jina langu kama Mungu alitaaibika akikuchangua. Hivyo basi, mpendo wangu wa Udugu TV, mcha Bwana katika huo uongozi na mamlaka ambao Mungu amekupa. Huyu askari alikuwa kiongozi wa askari 100. Na aliongopa na alimcha Bwana, na imani yake ilikuwa kwa Mungu ambaye alimchangua. Wewe uliyechanguliwa, unatesa watu, unaaibisha watu, ama imani yako iko kwa nani? Tegemea Mungu, sababu amekupa hayo mamlaka. Usitumie mamlaka yako vibaya. Usitumie mamlaka kwa kukuaibisha wale wengine. Usitumie mamlaka kudhiaki wale wengine. Tumia kujenga. Hata mmoja ako pale chini ili apate kuinuka, aseme nataka kuwa fulani, nataka kuwa kiongozi fulani, sababu Mungu amekuweka hapo ili uwe on his behalf. Bwana Yesu asifiwe. Imani yako kama kiongozi iko vipi? Uongozi wako unausimamia unakaa aje? Uongozi wako umeuchanganya? Uongozi wako mamlaka yako yako vipi? Sababu kama mamlaka yako iko kwa Mungu, Mungu atakufanya kuwa mtumwa, atakufanya kunyenyekea hata kama wewe ndio kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Kama kiongozi ni kuwa mtu wa msaada. Usikae katika fulani amengojeka, na ni wewe kiongozi ambaye anatumika, ambaye anahitajika ili ape wale wengine suluhu. Unasema mimi si kwa kila mtu. Kuwa mtu wa msaada, kuwa mtu wa kusaidia. Yule ambaye hana kitu, muinue afikie kiwango. Ndio maana ukitoka mahali pale, uache
mtu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo alishangaa, alistaajabika sababu ya kuona kiongozi akiwa mtu wa kumcha Bwana, akiwa na imani ambayo Yesu mwenyewe alistaajabika kuona kiongozi ambaye ana imani. Imani yako iko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Umewekwa kwa mamlaka yale, imani yako iko wapi? Unapoletewa jambo, imani yako iko wapi? Unapoulizwa tutafanya aje, imani yako iko wapi? Kama mtu ambaye amewekewa mamlaka na Mungu, umewekewa hiyo nafasi na Mungu ili Mungu aonekane katika hayo mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ataonekana ama Mungu ataaibika katika hayo mamlaka Mungu amekupa. Hivyo basi, mpendo wangu wa Undugu TV, katika hayo mamlaka Mungu amekupa, anahitaji neema yake, anahitaji upendo wake uonekane, anahitaji ili Mungu aonekane ndani ya hayo mamlaka. Hivyo pea Mungu nafasi ya kwanza, ambia Mungu nimekucha. Hakika Bwana nakucha sababu umenipa haya mamlaka. Hata wengine wakiingia katika hayo maofisi, wengine wakiingia katika hizo shughuli, kama mmepewa hayo mamlaka, hata maombi hakuna. Ambia Mungu umenipa haya mamlaka na nataka uonekane. Hilo ni jambo la muhimu, na katika imani ile uko nayo Mungu ataonekana. Bwana abariki neno lake. Amina. Tuombe. Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru ni kwa ajili ya neno lako ambalo umetumana ni kwa ajili yetu. Kila mtu umemuweka katika hii dunia na mamlaka yake. Ulipoumba mwanadamu ulimuachia mamlaka. Mungu wetu wa mbinguni, tunaomba hili mamlaka haya yasiaibishe na jina lako. Katika haya mamlaka yapewe Mungu wetu wa mbinguni jina lako utukufu. Ninaombea mtazamaji wa Undugu TV ili ukambariki. Ukabariki neno lako na likakue kwetu, ili katika mamlaka yale Jehova ukaonekane. Jehova ukapate Mungu wetu wa mbinguni kupewa heshima. Ninaombea mtumishi wako yule anayenitazama, na ili neno lako likapate kibali katika maisha yetu. Mungu wetu wa mbinguni, tushindanie na ukatuongoze katika hali zote. Katika jina la Yesu tumeomba na hata kushukuru. Amina. Kutumia mamlaka vizuri. Kutumia mamlaka vizuri. Uwe na cheo cha aina gani? Kumbuka ya kwamba mahali ambapo uko, kile cheo ambacho uko nacho, hicho kiti ambacho umekalia kwa sasa, kuna mwingine alikuwa mbele yako. Kuna wengine walikutangulia, lakini kwa leo ni wewe, yani uko hapo. Kwa leo hawako hapo. Maybe wanafanya tu kusema ya kwamba nilikuwa na cheo fulani. Hiyo ofisi ni mimi nilikuwa mkubwa. Lakini saa hii hawako hapo. Kumbuka kutumia mamlaka vizuri. Kama umebarikiwa, kama Mungu amekukumbuka, ukaweza kubarikiwa na hicho cheo. Yani pastor, ninahisi umetufundisha. Mungu na akubariki. Umetukumbusha mengi. Umekumbusha mtazamaji wetu mengi. Yani kile cheo ambacho uko nacho kwa sasa, kitumie vizuri. Hilo jina litumie vizuri. Kuna wakati utakuwa pale. Na katika hicho cheo kumbuka ya kwamba kuna Mwenyezi Mungu ambaye unafaa kumwabudu. Kuna Mwenyezi Mungu ambaye unafaa kumnyenyekea. Na matendo yako yatajulikana kama ni mtu ambaye, kama ni kiongozi ambaye anamcha Mwenyezi Mungu ama amchi kamwe, kupitia matendo yako. Je, ukidhulumu wafanyikazi utakuwa
unatenda haki, hata na Mwenyezi Mungu ataweza na kukutendea haki? Hapana. Jiulize, matendo yangu yako namna gani? Kile cheo kimenifanya nikawa ni yule ambaye yani ni roho ngumu kabisa. Aoni wale wengine kama kitu. Anadhulumu wale wengine ambao anawasimamia. Ile neno likufanyie kazi kwa asubuhi ya leo. Na uone na ujue ya kwamba ipo siku hautakuwa katika kile kiti ambacho umekalia kwa sasa. Maybe siku ingine na wakati mwingine yale ambayo ulikuwa unawatendea wengine, unaweza pata baraka ama hakuna baraka kamwe, ama hizo baraka zinaweza na kukosekana kwako kabisa. Wale wengine katika familia yenu, katika familia yako, watoto wako, hata wao ni yupi ambaye ni wa familia yako, wanaweza kukula matunda mema ni kwa sababu yako. Wanaweza kubisha mahali, ofisi ingine wakati mwingine. Na mtu ajue huyu alikuwa wa fulani. Aseme ya kwamba ni kweli. Mama yako, baba yako, ango yako, aunti yako alikuwa na kitiwa. Kuna mahali alikuwa amesimamia na kweli aliweza na kubeba watu vizuri, aliweza na kuwachukulia vizuri, aliweza na kuongoza vizuri. Wacha hata tukupee hii kazi, maana huyo mtu wenu alikuwa mzuri. Ama wataweza na kukosa, yani na kukosa kufunguliwa mlangoni kwa sababu ya matendo yako ambayo uliweza na kufanyia wengine wakati mwingine. Jiulize, kuna haja ya kunyenyekea mbele za Mwenyezi Mungu. Kuna haja ya kumfanyia Mungu kazi. Usione kile cheo ambacho uko nacho, maana cheo huisha, jina huisha. Lakini wakati ambapo hilo limeisha, utakuwa namna gani? Utakuwa unaheshimika? Ama kila mtu atakuwa anakuangalia anasema ya kwamba wachana na huyo, alitesa watoto wetu, alitutesa, alitufanyia mambo mabaya. Jiangalie. Maana ninakuona ukiwa kiongozi mahali. Usije ukaona wengine wale wako katika maofisi ndio viongozi. Hapana, hata katika hicho kijiji chenu unaweza kuwa unaongoza. Wewe ni elder pale. Unabeba wale wengine namna gani? Unaongea namna gani? Ama unafika mahali, yani unajiweka mahali hata kusalimiana na watu uwezi. Wewe tafakari hilo neno. Na najua ya kwamba Roho Mtakatifu ataweza na kuendelea yani na kutufundisha zaidi na zaidi. Kuna ndugu zetu ambao siku ya leo huwa mnaenda katika nyumba za ibada kuabudu Mwenyezi Mungu. Ninawatakia ibada njema, ibada ya baraka. Mungu awabariki. Na kwa wewe mtazamaji wetu mahali popote pale utashinda ukiwa Mungu atembee pamoja nawe na Mungu akulinde. Shalom.